kusoma kitabu cha Danieli sura zake 6 na mstari wa 10. Hata Danieli alipojua ya kuwa hati ile imetiwa sahihi, akaingia nyumbani mwake na kufungua madirisha ya chumba chake yalikuwa wazi upande wa Yerusalemu. Akapiga magoti mara 3 kila siku, akaomba na kushukuru mbele za Mungu wake kama alivyokuwa akifanya hapo kwanza. Amen. Mpendwa unayenifuata kwa siku ya leo, nimekuja tena na somo ambayo inasema maisha ya maombi yasiyokoma. Maisha ya maombi yasiyokoma. Ninapozungumzia maisha ya maombi yasiyokoma, naenda kumaanisha kwamba ni maisha ya uhusiano wa kudumu katika hali ya maombi pamoja na Mungu. Ni maisha ya mtu kuchagua kuwa na nafasi ya kusema na Mungu wake, kuwa na nafasi ya kukutana na Mungu wake. Maana maisha ya maombi ya watu wengi imeibwa. Watu wengi wamekufa ama wamelala kiroho. Watu wengi maisha haya yamewaondokea. Watu wengi maisha ya maombi hawaendi nayo tena. Yawezekana wameomba hapo awali, yawezekana walikuwa waombaji mwanzoni, lakini ilipofika nafasi fulani, yale maisha ya maombi yakawaondokea, wakaanza kuishi ukame, wakaanza kuishi maisha mbali na kusema na Mungu. Maana maombi ni nafasi ya mtu kusema na Mungu wake. Maombi ni kitendo cha mtu kuongea na Mungu kwa imani, kumshukuru, kumwabudu, kumwonyesha haja yako. Na mahali ambapo tumesoma, kama unaanza kwa mstari wa kwanza, maandiko yananiambia aseme Mfalme Dario alipendezwa kuweka wakuu ama maliwali 120 ambao watakaosimamia katika ufalme wake, na katika wale maliwali aliyowaweka akaweka wengine wakuu 3, na Danieli alikuwa ndani mwao. Na maandiko yanatuambia ya kwamba aseme Danieli alikuwa na roho njema ndani mwake. Danieli alikuwa mtu wa maombi. Danieli aligundua siri katika maombi, na Danieli alipokuwa mtu wa kuomba bila kukoma, alifanya diferanse katika utendaji wake. Wewe ukiwa mtu wa maombi, hata kutembea kwako itaonesha utofauti. Ukiwa mtu wa maombi, hata kwenda kwako na Mungu kutaonesha vingi zaidi. Na hata ile maisha yako ya maombi inaweza ikainua vita, inaweza ikafanya watu wakuchukia bila sababu, kwa sababu tu umegundua ya kwamba ni maombi tu, ni kusema na huyu Mungu ndio ananifanya nikuwe mahali hapa. Ni katika maombi tu ndio maana Bwana ananifungulia na mie ile neema ya kupewa kibali. Katika wengi niwe bora, katika wengi ufanye utofauti, ni maombi. Lakini watu wengi wanapuuzia maisha ya maombi. Watu wengi wametekwa, watu wengi maisha ya maombi imewaondokea. Leo nimekuja kumwambia mtu mmoja ya kwamba amua kuomba bila kukoma. Amua kuchagua maisha ya maombi bila kukoma, ili upate kuimpakte dunia leo. Maana ulimwengu unasubiria udhihirisho wa wana wa Mungu. Ulimwengu inasubiria watu watakaosimama katika zamu, watu watakaosimama wakimwita Mungu wa kweli, watu watakaosimama wakitaka haja zao zijulikane na Mungu. Na Danieli alipoonesha diferanse, maandiko ananiambia aseme Mfalme Dario akaazimia ya kwamba amweke awe mkuu katika ufalme, awasimamie wengine. Na hii neno lipotokea ikazua fujo ama chuki katika wenzake. Wakaanza kumuvizia, wakaanza kutafuta makosa ya Danieli, wakaanza kutafuta mahali ambapo atatenda vibaya ili wamshitaki na wamharibishie future yake. Lakini maandiko yananiambia aseme walichunguza katika maisha ya Danieli, lakini hawakupata hata kosa lolote. Mpenda ningekuambia ya kwamba katika ulimwengu ambao tunaishi, ambao umejaa maovu,
Hakikisha mpendwa, ulinde maisha masafi. Hakikisha shetani na jeshi lake watafute kosa, wasipate hata kosa moja, maana wao unajua yule uliyemwamini, maana aliyekuita ni mtakatifu. Acha na wao mtakatifu. Na walipokosa kisa ya kumshitaki Danieli kwa mfalme, ikaomba waingilie maisha yake ya maombi, ikaomba waingilie rakonti yake na Mungu. Mpendo unanifuata, unapojiumbia kuishi maisha ya kuomba bila kukoma, shetani anataka kuinua madistraction, anataka kuinua vitu ambavyo vitakuekarte na rakontre ya Bwana. Lakini leo nimekuja kukuambia usiruhusu kitu chochote kikutoe muhusiano na Baba, maana Paulo anasema, ni nini itakaonitenga na upendo wa Kristo? Ni nini itakaonitenga na ukutana na Bwana wa kazi? Danieli aligundua hii siri ya kwamba hakuna kitu ambacho itakaonitenga na upendo wa Kristo. Maliwali hao wanawaamiri wakajiunga kwenda kumwona mfalme Dario, wakamwambia, Mfalme Dario, uishi milele. Tulikuwa na mawazo ya kwamba utoe amri ambayo itakuwa hakuna mtu ambaye anaruhusiwa kuomba Mungu ama mtu yeyote katika ufalme huu kwa siku 30 mpaka watu wakuombe wewe. Yeyote atakayemuita Mungu wa kweli atatupwa katika tundu la simba. Na namuona Danieli pale ambapo tumesoma, aseme Danieli 6 mstari wa 10, aseme Danieli aliposikia ya kwamba amri ile imepigwa muhuri ya kwamba yeyote atakayemuita Mungu wa kweli atatupwa katika tundu la simba. Mpendwa, acha nikuambia kitu kimoja. Danieli aliishi katika ufalme ambao ulikuwa unajaa uovu, ufalme ambao ulikuwa unajaa wivu na vita kiroho. Lakini Danieli hakubadilika. Danieli alibaki mwaminifu. Watu wengi leo uaminifu wao unawaondokea. Watu wengi leo wanaanza kuwa waombaji, inapofika njiani, unapotokea challenge, maombi inawaondokea, hawako tena waombaji. Lakini Danieli aliposikia amri imepigwa muhuri, maandiko yananiambia asema aliingia nyumbani mwake, akafungua madirisha kukabili Yerusalemu. Yerusalemu ilikuwa ni ishara ya uwepo wa Mungu. Yerusalemu ilikuwa ni ishara ya agano ya Mungu. Yerusalemu ilikuwa ni ishara ya ahadi za Mungu. Danieli akugeukia maadui zake ama matatizo yaliyomzunguka, lakini Danieli aliamua kugeukia ahadi za Mungu, agano za Mungu, Mungu aliyemtumainia ili apate kumuita kama vile alivyokuwa akitenda. Yerusalemu yetu leo kwa agano jipya ni Yesu Kristo. Mpendo unayenifuata, muite Yesu katika shida yako, muite Yesu kwa maombi na Yesu atakusikia, maana anasema, uniite na mimi nitakuitikia, lolote utakaloomba kwa jina langu nitatenda. Yesu yuko tayari kukusikia kama utamgeukia. Danieli alifungua madirisha yake kukabili Yerusalemu, lakini Yesu Kristo alipokuja alifungua mbingu kwetu. Yesu Kristo alifungua mbingu kwetu. Na Danieli alipokuwa akiomba kama kawaida yake, maandiko yananiambia aseme wale maadui zake walikuja kumpeleleza, waangalie anafanya nini. Na Danieli alisema, haijalishi amri ya mfalme, imenipasa kumtii Mungu kuliko kutii wanadamu. Maana Danieli alijua kwamba mamlaka ya Mungu ndio mamlaka iliyokubwa kuliko mamlaka ya wanadamu. Hauwezi ukatii maovu ushindwe kumpendeza Mungu. Danieli akaomba Mungu wake mara 3 kwa siku kama vile alivyokuwa akitenda. Mpendo unayenifuata, maisha ya maombi sio silaha ya dharura, lakini maisha ya kila leo. Kuomba sio kushitukizia, maana Danieli alimuomba Mungu hata kabla matatizo hayakuwa. Watu wengi leo wanamkimbilia Mungu na kumuita wakati shida imetokea, lakini Mkristo wa kweli anamuomba Mungu katika muda unaofaa na muda usiofaa, kwa sababu hata shida ikitokea utawako mposition, utakuwa uko kwa zamu yako. Waamini wengi leo
wanapenda nguvu, lakini hawataki maombi. Waamini wengi leo wanataka ushindi, lakini hawataki kujitoa. Waamini wengi leo wanataka taji, wanakana msalaba. Huwezi kupata ushindi kama ukupitia changamoto. Huwezi kuwa na ushuhuda kama ukupitia jangwa. Ni lazima ujue ya kwamba mambo ya kiroho uzaliwa, ama mamlaka ya kiroho uzaliwa mahali pasiri. Taka kuomba sana, taka kuomba sana, maana Danieli alichagulia ile sehemu ya kuomba bila kukoma. Alisema haijalishi nini, nitamuita Mungu aliyemwamini. Na leo nimekuja kumwambia mtu fulani ya kwamba maisha ya kuomba bila kukoma ndio nguvu yetu sisi, ndio ushindi wetu ule. Maana tusipoomba tunampatia adui nafasi ya kucheza na maisha yetu. Maana unapolala usingizi, ni pale adui anakuja kuchezea destiny yako, ni pale adui anakuja kuiba hatima yako. Lakini unapokubali kuomba na kukesha, Bwana yuko pamoja nao. Haijalishi unapitia nini, kama wewe unaomba bila kukoma, ushindi ni wako. Na maandiko yananiambia wale wandugu wakaenda mshitaki Danieli kwa mfalme Dario, aseme Danieli hakujali. Danieli amefinyaga katika amri uliyoitoa, na mfalme Dario alijaribu yake yote ili apate kumwokoa, ili apate kumwepusha Danieli na tundu lile la simba, na ikaomba tu aheshimie. Wana walimwambia ya kwamba hii ni sheria ya Wamedi na Wajemi, ni sheria ambayo haibadiliki. Inaomba utimize amri ulioifanya. Mtu ambaye anaomba ni lazima atupwe kwenye tundu la simba. Na maandiko yananiambia aseme mfalme Dario akaamua ya kwamba Danieli atupwe kwenye tundu la simba. Na Danieli alipotupwa pale, mfalme Dario akamwambia Danieli, Mungu unayemtumikia atakuokoa, Mungu unayemtumikia atakutoa katika ile shida. Mfalme Dario alitaka kumwambia, haijalishi nimepata maamuzi ulio kama utupwe katika tundu la simba, huyu Mungu wa mbinguni, huyu Mungu naenda naye hata kuacha. Na Danieli alitupwa katika tundu la simba. Cha ajabu, Mungu wa mbinguni hawaachi walio wake. Mfalme Dario alikosa usingizi. Mfalme Dario hakulala. Alipokimbia kwenda kuangalia vinavyoendelea kule vile, ikabidi ya kwamba akutane Danieli ni mzima katika tundu la simba. Mpendwa, nataka nikuambie nini? Wewe mtu wa Mungu unayesimama katika maombi, hakikisha ya kwamba uinfluence kokote kwenye utatupwa, kokote kwa dunia itakutia influence. Wakikutupa mfalme ambao ni wa ukame, hakikisha ya kwamba maisha ya maombi imeingilia kati na kuleta ushindi. Maana pasipo kuomba hakuna kinaweza kaendelea. Na Danieli alipoingia ndani akaimpose mafungo katika simba, wale simba wa kumsuru. Nilipokuwa asubuhi, Dario aenda kuangalia nini imetokea, akakutana ya kwamba Danieli ni mzima, akakutana ya kwamba Danieli ameshinda. Na kuna siri kubwa hapa kwenye tundu la simba. Kwenye tundu la simba kuna ufunuo wa Yesu Kristo. Maana Danieli alihukumiwa pasipokuwa na kosa, na Yesu Kristo vile vile alihukumiwa pasipokuwa na hatia. Unapotizama vizuri, Danieli pale kwenye tundu la simba waliwekwa jiwe na wakaweka muhuri ya kwamba hakuna neno ambayo itabadilika kwa ajili ya maisha ya mtu. Mpendwa unayenifuata, kuja kuambia yawezekana dunia imefunga na kumaliza ya kwamba wao utamalizika, lakini kuja kuambia kwamba Yesu Kristo ameleta ushindi kwako. Yesu Kristo wameweka jiwe kwenye kaburi lake, na asubuhi na mapema ushindi. Haijalishi nini, maisha ya maombi yatakupea ushindi. Kuomba bila kukoma inampatia mtu karibu na Mungu. Wewe unapoomba bila ukoma unakuwa karibu na Mungu, unakuwa na uhusiano mzuri na Baba. Nguvu za kushinda majaribu ziko pamoja na wewe. Namwona Petro na wana wa Zebedayo, Yesu Kristo amewachukua waelekee bonde ya Getsemani ili kwamba waende kuomba. Na maandiko yananiambia kwamba Yesu alikuwa akihuzunika kwa hali ya maombi, kwa hali ya maombi. Lakini Petro na wana wa Zebedayo waliamua kulala au kuchagua option ya kuomba.
Yesu aliwachia na kuambia, kesheni na kuomba ili msije mkaingia majaribuni, maana roho ni rasi ila mwili ni mdhaifu. Majaribu ni mengi, pasipo maombi utajikuta unapigana kimwili. Pasipo kuenda na maombi utakuta unashindwa, maana vita vyetu si vya damu na nyama, lakini vita vyetu ni katika ufalme wa roho. Ni katika hali ya maombi ndipo tunapopata ushindi. Maandiko yananiambia aseme wale waliomtupa Danieli ni wale wale ndio waliomtoa pale kwa ushindi, na mfalme akasema, Mungu wa Danieli acha abudiwe. Na waraka ukaandikwa ya kwamba yeyote atetemeke kwa dunia hii kwa ajili ya Mungu wa Danieli, maana ni Mungu anayepaswa kuogopewa, Mungu anayeweza kuokoa. Mwombaji mmoja ana uwezo wa kubadilisha taifa. Mwombaji mmoja ana uwezo wa kubadilisha familia. Maombi yanafunga vinywa vya simba. Yawezekana wameutangazia mauti, yawezekana walisema hautaona mwezi huu wa 6, lakini maombi ina uwezo wa kufunga vinywa vya maadui zako na kupea ushuhuda mbele za watu, na watu wanajua ya kwamba Mungu unayemuomba ndio Mungu wa ukweli. Maombi yanamleta malaika kuleta intervention. Danieli alimwambia mfalme, Mungu ninayemtumikia alimtuma malaika wake na akafunga vinywa vya simba. Leo nimekuja kukwambia mpendo ya kwamba maombi itamwonyesha Mungu wako. Maombi unayoomba itatukuza Mungu wako, na wengi watatambua ni Mungu unayemtumikia kama umeamua kuomba bila kukoma, kama umeamua kusimama kwa hali ya maombi. Haijalishi vita, wewe baki mwaminifu, atakufa na Bwana atajitukuza. Acha Mungu akubariki. In Jesus name we pray. Mtakatifu shetu mbinguni, tunasema asante tena mfalme wetu. Naenda kuombea taifa lako kwa habari ya maombi. Acha Bwana uende kuleta uamsho wa kweli katika maisha ya kila mmoja wetu, kama vile maandiko yanasema katika Wathesalonike wa kwanza sura 5 mstari 17, aseme ombeni bila kukoma. Asubuhi ya leo acha Bwana uende kugusa taifa lako. Maombi yaende kuwa sehemu ya maisha yetu, kama vile Danieli alivyoomba na ushindi ukaonekana. Asubuhi ya leo natangaza maisha yayo kwa walio wako, kama vile Habakuki alivyosimama kwa zamu ili apate kuona matendo makubwa. Natangaza taifa lako liende kukesha na kuomba ili ushindi upate kwa upande wetu. Kupitia jina la Yesu Kristo tukiamini. In Jesus name we pray. Amen.